Huyu swala lake ameuliza, uchi wa mwanamume tunaambiwa, msikia Kiswahili, tunaambiwa ni baina ya kitovu na nini na magoti, sawa? Na uchi wa kike mwili mzima. Kwa ufupi tukwambie, uchi wa mwanamke mbele ya mwanamume ni mwili mzima, na mbele ya mwanamke mwenzake na yeye pia ni mabaina sura wa rukba. Lakini haya ikiwa ukombea wanawake ambao kwamba ni wanawake, lakini kuna wanawake si wanawake, hubidi isitiri baba. Kama ukunifahamu ni hatia mwenyewe. Napenda kabla sijaingia ndani katika hili, yeye manake auliza, je, utamkuta mtu amevaa bukta? Yani bukta ni suruali ambayo haifiki kwenye magoti. Manake wengine lugha hii hayatofahamu. Lakini ameingia msikitini ana t-shirt yake na bukta. Kisha ana kandu, mevua kandu, atakwenda kutawadha na bukta lile, atawadha na bukta, kisha ndo avae kanzu aingie kufanya nini? Kuswali. Sasa yuauliza nini hukumu yake? Jamanini, mwanzo nataka tuelewe kitu kimoja. Usipotukua udhu ni swala, tukua hili neno kwangu mimi. Chukua leo, kama umewahi kulisikia sawa, kama hujawahi ndo lichukue. Usipochukua udhu ni swala, utababaishwa ndani ya swala. Maandalizi yako yote ya swala yaanza namna utakavyotawadha. Na ndio Mtume SAW akatuambiaje? At-tahuru miftahu salah. Kule kutawadha ndio ufunguo wa nini? Swala. Sasa ule ufunguo ukiufungua si ndivyo sivyo, ile kufuli utaiharibu. Kwa kadri ya wewe unavyokuwa na concentration wakati wa udhu kwamba wewe watawadha kwa ajili ya nini? Uswali, ndio utakavyohudhuria ndani ya swala. Ukizungumza kwenye udhu utazungumza ndani ya swala. Sijakwambia kwamba kwenye udhu utazungumza kwa maneno, lakini kwenye swala utazungumza kwa moyo. Na afadhali ungezungumza moyo, moyo hunena. Moyo hunena. Maana kuna watu wakiingia ndani ya swala ndo hupanga kila kitu, dili zote. Hata kuna bwana mmoja alimkumbusha imamu, akamwambia subhanallah. Imamu akamwambia mimi siyasahau. Akamwambia lazima umesahau. Siyasahau. Akamwambia haiwezekani umesahau. Haya, mimi ushahidi wangu siyasahau, na wewe ushahidi wako? Akamwambia mimi kawaida kiswali raka ya kwanza utoka amu mpaka wito, raka ya pili wametoka wito mpaka Minjila, raka tatu Minjila mpaka Malindi, raka 4 Malindi Mombasa. Hatuasikilia Mombasa wampiga salamu. Usikie ushahidi uno? Ni kwamba yeye siku zote akiswali mpangilio wake ni hono, kama raka 3 basi aiwa mwisho wa safari Malindi. Subhanallah, wako wengi. Angalia bwana mmoja aje kwa Imamu Abi Hanifa, ya Imam, mimi nina pesa nyingi, sijui nimeziweka wapi, sijui zimenipotea wapi, naomba takadua. Watu wakiwa na shida ndio ya kwa shekhe, wakiwa na neema hakuna ya kwa shekhe. Sasa Abi Hanifa akamwambia, wewe nenda katawadhe, swali raka 2, kisha ndo kuna dua atakufundisha. Lakini hiyo dua mwanzo mpaka ufanye nini? Uswali. Ule bwana kenda katawadha tena wayua tena ile Allahu akbar, mzee kama ala fulani kanena pale zitatukuliwa ile Allahu akbar ndo salamu alaykum wa rahmatullah, akala nduki. Akaya kwa Abi Hanifa, bwana mmezipata? Si yakupa dua kana kifunga swala. Alimwambia ndio, shetani hatakuata ndani ya swala.
Hata nakumbuka mmoja ameniambia mimi, ustadhi, mimi kila nikiswali hunilia fikra hizi na fikra hizi na fikra hizi, hata naogopa. Kamwambia na siku ukiswali huna fikra kabisa, ndo tukufanyie dawa. Yani shetani akwata uswali lillahi taala ya asikuhuri. Basi wewe hodari. Yani wewe ukiswali siku ambayo utaswali hakuna fikra yote imekuya, jitilie shaka. Kuna nini hiyo shetani akanipa nafasi? Manake ni mfano, hiyo wewe kutangazwe hakuna tena ushuru. Tutakubali au? Kenya hii ndio wale viongozi. Yani kuna jambo sangine wewe mwenyewe waweza kushangaa. Uone breaking news kwamba kuanzia sasa ushuru hakuna tena, mafuta hayana tena ushuru. Utakuwa so huamini wewe. Sasa siku umeswali shetani akakuata, yani wewe ukawa kwa Mungu haswai au siku hiyo wewe itilie shaka, kwa sababu haswa swala shetani ndio kitu pekee yake asimamapo na wewe kufa kupona. Na ndio Mtume SAW akatwambia kwamba kuna shetani aina lake aitwa, nimemsahau sasa yao aina lake, nimemsahau manake si rafiki yangu atwambia huo kazi yake yeye ni kuya mara ya kufanya tumbo usikie lataka kutoka riahi, mara usikie sijui nini, mara basi mmoja wenu akihisi apige audhu billahi na atufie upande wa kushoto. Usimwone mtu fanya na tupa mate msikitini. Kuna shetani tumeamrishwa tufanye namna hiyo. Sasa ndugu yangu, tuja katika swala lako. Kwa nini utawadhe na bukta? Masala yafaa, hata tuputupu yafaa. Na hii fahamike, maana kuna watu wengine ukwambia tutawadha vipi tuputupu? Kutawadha. Waweza kuwa wewe aoge ukwambia tia nani ya udhu, hakuna neno. Lakini wataka kwenda kutawadha, hisi udhu ni ibada. Maadamu udhu ni ibada, wewe watawadha kwa ajili ya nani? Allah. Vaa vizuri. Angalau sasa yakwambia kavae ziemba. Lakini usivae ile bukta, vaa angalau kitambi au leso. Ukiwa nyumbani au sio? Ukiwa nyumbani manake ile leso ni unisex. Tofauti yake mahala pa kufungwa. Ukifunga mahala fulani shauri yako. Lakini leso mwanamume uvaa na mwanamke, lakini mwanamume ana mahala pake na mwanamke ana mahala pake. Usiondoka hivyo ukaigiza tu ukaenda ukaifunga mahala pengine, baba watu watakufasiri vibaya. Utakuwa ni wewe umeandika tafsiri hiyo, si watu. Ala kulli hal, jistiri vizuri. Na yua kwamba umeona sisi tumeambiwa ni sunna wakati wa kutawadha uwekele kibla, unene a'udhu bihamazatillah, a'udhu billahi min hamazati shayatin wa rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin a'udhu bika rabbi ay yahdhurun. Ni uzuri usome kula a'udhu rabbin nasi kabla kutawadha. Ikiwa una maradhi wasiwasi umeambiwa ni uzuri tukue maji ujinyunyizie mwanzo, ili yale maji wakati ukitawadha yakidondoka chini utasema hayakunregelea, mimi kitambo mwenyewe shajitia maji. Hii ndio dawa ya kuondoa wasiwasi. Kuna wale wakiingia choni wakitoka kiona maji sio kwa maji. Wewe ukiingia mwanzo jinyunyizie maji papa utakuwa huna wasiwasi, sababu haya ya uhakika. Nini? Kwa sababu yatakiwa concentration yako yote iwe katika kule wewe tawadha. Lakini masala ya kufaa tawadha hata na chupi ikiwa peke yako haina neno. Tawadha tupu haina neno. Lakini ukiwa mbele za watu kwanza wewe kuketi na mapaja wazi pia ni masala tumetofautiana. Wengine wanazuoni wasema alfakhidhu aura, kiweo ni tupu. Umefahamu? Na wengine wakiona kiweo kama waliona kitoweo, shauri yako. Naam. Limefahamika nafikiri swala lako. Twende swala la pili.